unaona fursa gani ambayo wengine hawaioni kwenye maisha ya usiku? Kama nilivyosema, jua nightlife ni same opportunity, like tofauti na watu wanapopachukulia. Okay. Kwa sababu hiyo nigeuzie hivi kwa sababu nightlife wakutana watu tofauti sana. Watu tofauti, wenye vyeo tofauti, wenye sifa tofauti. Okay. Kwa hiyo ukichukulia hiyo katika positive way, ni sehemu ya fursa kupita maelezo. Hasa eneo lako likiwa ni eneo la usalama. Yani kupata opportunity. Kuna watu wengine wamepata kazi kwa kupitia kuja Star Park, kaja kakaa na mkurugenzi wa sehemu fulani kapata kazi. Okay. Kwa ni opportunity kwa watu wengi sana. Oh yeah. Hata vipaji vingi ambavyo vimerise ni watu ambao walikuja kupunguza labda stress au amekuja kuangalia anafanyaje, akajikuta amepata kazi na alikuwa anaishi katika a very hard way. Yani maisha yalikuwa magumu sana kwake. Oh yeah. Wakuja kwenye nightlife kapata kazi, kapata mchongo. Okay. Hivi ndani ya miaka 7 ya Star Park, kipindi chote ambacho wewe uko pale, umeshawahi kuwa na wateja ambao wa jinsia mbili tofauti ambao wamekuja pale baadaye wamekuja kabisa wamekuwa mke na mume? Wapo wengi. Wamekutania pale. Yani wapo wengi sana. Wengine hata harusi zao, kuna kadi moja nimepewa ambayo itafanyika mwezi wa 7. Okay. Walikutana pale. Staba. Kwa ni makutano ya familia pia. Yani pale ndio hapa sema ile ni same opportunity. Watu wanapata wake, watu wanapata wame, watu wanapata kazi, ni same opportunity sana. Okay. Sawa, kuna mtu anasema mwambie Ghost kitengo chake cha creativity hawape 5 and kama hajawaongeza mshahara kwa muda mrefu waongeze. Hii ni mwachie Zaiko ni kitengo cha creativity mnacho pale. Kitengo cha creativity kipo ambacho kinaitwa Ghost Way Group. Okay, ndo kile kitu. Ambao nikiwa mimi kama ndo senior leader. Okay. Ambao akiongozana na vijana wangu kama Zaiko, Santana na Mirage. Okay. Kumbe kitu kidunda. Hakuna wafanyakazi ambao wanalipwa vizuri kama Star Park. Okay, unamaanisha hakuna kwa wapi sasa? Yani kwa Morogoro. Okay. Kwa Morogoro na sehemu nyingi. Wafanyakazi wangu nalipa vizuri sana. Kwenye sehemu za starehe, okay. Kwa sehemu za starehe. Okay. Nalipa vizuri sana. Ndio maana hata ukiangalia wafanyaji wao kazi wanafanya kazi kwa moyo. Okay. Unaisimamiaje pressure ambayo unaipata siku ambayo kwako panakuwa hamna tukio na viwanja vingine labda panakuwa na show kubwa na nini? Yani watu wameandaa tukio sehemu fulani na wewe kwako pale hauna tukio lolote. Hiyo pressure wewe unaimeza vipi? Pressure kama hiyo huwa naimeza vipi? Yani wasema kwenye biashara kama hizi, ukiwa unaendesha kwa pressure ndio inakuwa ni kitu kibaya sana. Okay. Kwa sababu ukimwangalia mwingine ana show kubwa ule ana show ngoja kwa na mimi nifanye hiki kitu ambao hujajiandaa. Yani kitu ambacho hujajiandaa wewe. Yeah. Nakuwa sio kitu kizuri kwako. Kwa kitu ambacho mimi waga nakifanyaga, mimi siendagi nje na program zangu. Okay. Hata kama mimi naambia na ujasiri msanii gani, sehemu nyingine. Yeah. Mimi naendaga na program zangu mimi. Kwa sababu mimi naamini kwenye mimi. Ikitokea na mimi kama nilivyosema, mimi nataka tasnia ya burudani Morogoro ikue. Kwa kukua kwake, huyu anakuwa na kitu hiki, huyu anakuwa na kitu hiki. Wote sio mnakuwa na kitu sawa. Ndio pressure ambayo mimi ninavyoicontrol, kwa sababu mimi siwezi kuwa na pressure kwa sababu nataka jiji likue. Okay. Yani mji uendelee kwenye burudani. Biashara kubwa mara nyingi zinakuaga na ubia. How about Star Park? Star Park sisi hatuna ubia na mtu yoyote. Sisi ubia yetu ni wateja. Hao ndio watu ambao tuko nao kwenye ubia. Okay. Lakini sisi hatuna ubia na mtu yoyote. Okay, sawa. Nasema nilisikia Star Park inahamishwa, inahamia 8. Ni kweli? Star Park hata mimi pia nishazisikia ambazo mimi pia zimenisurprise. Mimi kama mkurugenzi zimenisurprise. Wewe mwenyewe haujui. Yani hata mimi nashangaa inahama tena inahamaje? Anaihamisha nani? Hapana, Star Park ipo pale, hakuna sehemu ambayo itakuja kwenda. Okay. Na wewe unafikiri hizo story kwa nini zinakuja? Au kuna kiwanja kikubwa kinafunguliwa na nani? Sijajua, labda wasemaga ukiwa kwenye mafanikio story lazima ziwe nyingi. Kwa inabidi uangalie namna gani ya kudeal na hiyo pesa. Ndio maana nakwambia mimi niliposikia kwamba Star Park inahamishwa, mimi nikashangaa. Inahamishwa lini tena? Na nani anaihamisha? Yani wewe unakujaje? Ndio hivyo kama hiyo. Star Park ipo pale. Okay. Na
kuna nyakati mlishafikiria kufungua labda, kwa sababu kama wanasema inahamishwa, pengine labda kuna uhitaji sehemu ambayo wanahitaji. Mmesha kufikiria kufungua ndogo yake sehemu na nini? Starpark ana mdogo wake. Okay. Starpark ana mdogo wake anaitwa Makuti, yupo pembeni ya Msamvu. Okay. Ule ni mdogo wa Starpark. Okay. Lakini pia kitokea nyingine pia lazima watu wawe informed. Lazima watu watajua. Lakini mdogo wake Starpark kwa sasa hivi ni Makuti. Okay. Sasa nani ambaye anaharibu hii mitazamo? Okay, yani hiyo kwa jinsi ninavyoielewa, yani cha kwanza muharibifu wa mtazamo ni yule mtu mwenyewe anayetazama kwa picha ya tofauti. Okay. Kwa sababu hii kazi ya night club au maisha ya usiku, kuna watu wana familia, wameoa wanawake, kuna watu ambao mpaka wameolewa, kuna watu wana watoto. Umeona? Unaona, kwa ina maana mtazamo wa mtu wa kwake mwenyewe akishawashauriana na mashauri yake ya kichwa, akiona pale ile sio sehemu. Ile ni biashara kama mtu anapoamka asubuhi kwenda kuuza nyanya sokoni. Anaweza kaendesha maisha yake. Kwa ni mtazamo tu wa mtu mwenyewe ndio unaweza ukamfikirisha huko. Okay. Ghost, cha kujazia hapo? Kwangu mimi labda niseme kila kitu kina positive way na negative way. Sawa. Mtu ambaye anaizungumzia nightlife vibaya, huenda labda kasikia story au mwingine akiwa kwenye harakati za kwenda kwenye nightlife, kuna jambo labda likamkuta. Labda wakati anatoka kutoka kwake kuelekea sehemu ya nightlife, labda akakutana na vibaka, labda athari mbaya ikamkuta njiani, yeye hawezi kuzungumzia vizuri unless atokee mtu mwingine amwaminishe kivingine. Okay. Sawa. Huyu jamaa anasema shout out sana kwa DJs wa Starpark. Bana, wanatisha sana. Hongera kwao. Kiukweli mimi mkurugenzi nilikuwa simjui. Nilikuwa namjua Mwacha. Okay, ndio mkurugenzi wa Starpark. Kumbe anaitwa Ghost. Okay. Jibu unaweza ukaliweka sawa. Labda niliweke sawa. Starpark niseme ni kampuni. Starpark ni kampuni ambayo Mwacha ni mmiliki, ambaye Mwacha ni babangu mimi mzazi. Okay. Ambaye mimi ndo ni kama mkurugenzi. Okay. Ambaye nasimamia Starpark, lakini Mwacha ni mwenye kampuni. Ni mmiliki yani. Okay. Ila maamuzi kila kitu yanafanywa na mkurugenzi na Ghost. Ambaye ndio Ghost. Ana muda mrefu sana yupo hata Tanzania. Okay. Ana muda mrefu sana. Okay. Inaonekana hata huyu pia ni teknolojia ina nafasi gani kwenye biashara yao? Kwenye dunia ya sasa vitu vingi sana vinarely katika teknolojia. Yaani vitu vingi sana. Ukiangalia uendeshaji wa media zamani na sasa hivi sio sawa. Zamani ilikuwa mtu ni kusikiza kwenye radio tu, lakini sasa hivi kuna online, kuna nini. Kwa wasema kila fursa inakujaga sini vipi ambapo niweze kueleweka. Lakini teknolojia ina ukanda mpana sana ambao unasaidia sana kwenye biashara. Tuchukulie kama sasa hivi kuna AI. Ikitumika positive inakuwa ina impact kwenye biashara. Unatengeneza posters ambao ni classic, zinamvutia mtu, unatengeneza video. Ukija kwenye ukanda labda wa TikTok, mtu anaweza kaa busy, lakini kuna creativity ukaifanya au video ukaitengeneza. Kuna kitu kama hiki. Hii sehemu gani? Tayari kashaangalia page yako, kashaangalia activity ambayo unazifanya kwa creativity ambayo kwa teknolojia ambayo ulitumia kutengeneza ile video na kuipost kwenye social medias. Okay. Inawasaidiaje ma DJ teknolojia? Mfano kwenye hayo mambo ya digital. DJs mnapataje company? Digital, katika upande wa digital tunapata company kwamba vile jinsi una plan. Okay. Vile jinsi unajiplan kwamba zile income unaziona jinsi na brand yako ilivyoisimamia. Okay.